Utafiti huu unaopenda kufanya ukatanua wigo na kusaidia katika yale maeneo yote ya Nyagosi ambayo Mheshimiwa Rais kwa maono yake na upendo wake kwa Watanzania aliridhia kushusha hadhi eneo la hifadhi ili wachimbaji wadogo na wasanii wapate maeneo ya kufanyia uchimbaji. Kuendeleza huo utafiti kwa upana huo, nategemea tutapelekea kufungua maeneo yenye mashapo mengi zaidi ya madini haya, na kampuni hii ya Planco ikatoka katika kuendelea kusupport SAMICO peke yake ikaingia hata katika kutoa technical support kwa wachimbaji wadogo ambao wamekaa hapa katika kwa kuwa wewe SAMICO ndiye mwenye leseni na wewe ndio utakuwa unasimamia shughuli zote, ukiwaachia wenzetu swala la mitaji, swala la teknolojia, utafiti na uchimbaji kushirikiana. Swala la CSR lizingatiwe. CSR ni leseni ya kukubalika na jamii. CSR tutaitafsiri katika jinsi ambavyo tutarudisha matunda ya uwekezaji huu kwenye jamii kwa kuboresha miundombinu inayohitajika, ikiwa ni shule, ikiwa ni huduma ya afya, ikiwa ni barabara, ikiwa na mambo mengine ambayo wananchi wenyewe wataibua. Na uzuri tuna kanuni za CSR, ingawa tunapenda kufanyia matukio, lakini CSR izingatiwe, maana CSR ndio kipaji cha kuwafanya wananchi hawa wathamini uwepo wa mradi huu au mradi huu na kuona kila sababu ya kukumbatia na kulinda badala ya kuwa tatizo kwa uwepo wa mradi huu katika eneo hilo. Na hii ndio kusema kwamba mheshimu hili eneo, mkitarajia kwamba manufaa mtakayopata kutokana nalo ni makubwa kuliko ya mtu mmoja mmoja ambaye pengine sasa hivi anajichomeka huko kufanya uchimbaji usio rasmi. Kwa hiyo eneo litakapokuwa limewekwa alama, tunawasihi sana wananchi wa Bukombe na Watanzania ambao mtakuja katika eneo hili kuheshimu na mwache wawekezaji wawekeze kwa amani bila kuvurugiwa. Sisi kama SAMICO ni shirika la umma. Lengo letu ni kugusa umma. Tutashirikiana ipasavyo na wapia wetu kuhakikisha kwamba jamii iliyozunguka ambayo itakayozunguka mradi huu nayo inanufaika kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizopo. Kwa hiyo wana Ushirombo, muupokee mradi huu kwa mikono miwili. Mradi huu utakuwa ukombozi kwenu na mradi huu utakuwa ni nguvu kubwa ya kiuchumi hapa Bukombe ambayo mmekuwa mnaitarajia kwa muda mrefu. Tunapoingia ubia, tunawaombe sana kina mama, kina baba wa Bukombe, tusiwe watu wa kwanza wa kuleta tatizo katika ubia. Tusaidiane sana kwa sababu ubia huu ni kwa faida ya Watanzania wote. Ninaamini kuna mazoea. Tulishazoea kuingia kwenye lile chaka. Sasa tunapoingia kwenye ubia na mipaka ikafahamika kwamba haya ni mipaka kati ya SAMICO, ni eneo la SAMICO na sasa tunaingia kwenye ubia, sio watu wa kwanza kuvuruga ule ubia. Tukivuruga ule ubia, wenzetu wataona, watakuwa watu wa kwanza kulalamika kwamba unaona kuna watu wanaingia, kuna watu wanafanya hivi, kuna watu wanafanya hivi. Tuna maeneo mengi ya kufanyia kazi. Eneo ambalo tukifikia mahali kwamba eneo hili sasa ni kwa ajili ya ubia, eneo la kwa ajili ya uwekezaji, basi tuheshimu hiyo mipaka kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wote. Kwa mfano sasa hivi katika huu mgodi tunategemea kutakuwa na ajira kama 20,000. Hizo 20,000 ni za watu wa loko kama Ushirombo na maeneo mengine ambayo yanazunguka ambao ni Watanzania hao, kwa sababu wao hawa wawekezaji watakuja tu wachache kwa ajili ya kuhandle issues ambazo ni technical, financial na operational. Ni mambo ya kodi, mambo ya kodi au contribution kwenye uchumi, kwa sababu ukiangalia structure ya shareholding katika mikataba hiyo unakuta serikali inakuwa pia na pasenti yake. Kwanza SAMICO wenyewe watakuwa na pasenti yao kama taasisi inayofanya biashara kwenye sekta ya mining, lakini at the same time utakuta kwamba kuna 16% ambayo kisheria ni lazima yule wanaita TRA, Treasury Registrar, lazima pia apate 16%. Ukiangalia haya yote yanaongeza katika collection ya revenue ya nchi kama nchi, then uchumi unaanza kwenda.